Waarabu wanapata wasiwasi juu ya namna ambavyo Marekani imeanza kuwalinda. Mataifa mengi katika Ghuba wanaona kwamba wakati huu ni wakati ambapo Marekani inawaitia katika hasara kutokana na jinsi ambavyo Iran imefanya mashambulizi katika kulenga maslahi ya Marekani katika maeneo hayo ya Mashariki ya Kati. Baadhi ya taarifa zinaeleza kwamba Saudi Arabia na baadhi ya mataifa yanataka kusitisha baadhi ya mikataba waliokuwa nayo dhidi ya Marekani. Lakini Marekani imezidi kuwasisitiza Waarabu ikiwaambia kwamba huenda vita vikaisha katika wiki kadhaa zijazo, lakini pia ni namna ambavyo wao wanajipanga zaidi kuishambulia Iran na kuondoa utawala uliopo, na hivyo bado wanazidi kuwasisitiza waendelee kuwa wavumilivu na kwamba vita hivi vitaisha muda si mrefu. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amewaambia mawaziri wa nchi za Kiarabu kwamba vita vya Iran vinaweza kudumu kwa wiki kadhaa zaidi, ripoti zinaelezwa. Hata hivyo, waziri huyo wa mambo ya kigeni bwana Marco Rubio amewaambia mawaziri wa mambo ya nje wa Kiarabu kwamba vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinaweza kudumu kwa wiki kadhaa zaidi na kwamba Washington haitaki mabadiliko ya serikali kulingana na ripoti. Vyanzo vyenye ufahamu wa moja kwa moja wa mazungumzo hayo viliambia tovuti ya habari ya Axios kwamba Marco Rubio alisema hayo wakati wa mazungumzo ya siku ya Alhamisi na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za Kiarabu. Rubio alisema lengo la kijeshi ni kurusha makombora dhidi ya Iran, hasa katika hifadhi yake ya viwanda vya makombora. Kulingana na ripoti hiyo, mpango wao hasa ni kuharibu makombora hayo, lakini pia wakati huu bado wapo katika wakati mgumu na utawala nchini Iran bado unalinda heshima yake, hautaki kudondoshwa kama ambavyo Marekani na Israel wanataka kufanya. Rubio pia aliwaambia mawaziri hao kwamba lengo la Marekani sio mabadiliko ya serikali, wakati huu akiashiria kwamba Washington inataka watu tofauti kuendesha nchi, vyanzo vimeripotiwa. Ameongeza kuwa hivi sasa hakuna mazungumzo ya Marekani na serikali ya Iran, na akasema kuwa mazungumzo yoyote katika hatua hii yatadhoofisha malengo ya kijeshi. Kadhalika, taarifa iliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump kutokana na kile kinachotajwa kwamba huenda kukafanyika mazungumzo ya kutaka kumaliza vita hivyo. Moja kati ya mambo ambayo yanazungumzwa wakati huu ni kwamba hakuna uwezekano wa kufanyika kwa mazungumzo, kama taarifa ambavyo imetolewa na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Kadhalika, Irani yenyewe imeshaweka wazi kwamba haihitaji tena mazungumzo na rais wa Marekani au uongozi wa Marekani chini ya Donald Trump, kwa sababu Marekani hata wakati wa mazungumzo haikuweza kuheshimu mazungumzo hayo na kusababisha vita vinavyoendelea wakati huu, ambapo waliamua kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Utaweza kujua ni nini kinachoendelea.